Mimi Mheshimiwa diwani wa kata Ibungilo ndugu David Lucas, siku ya leo ya Jumamosi nimefanya mwendelezo wa kuendelea kuhamasisha wananchi wa mtaa wa Nyamanoro Kaskazini juu ya ujenzi wa barabara ya Papa ambayo kabla ya ujenzi huu ilikuwa imekatika sana, hata gari ilikuwa haiwezi kupita wala pikipiki. Lakini mimi kama mheshimiwa diwani nikasema ni watafute wadau na ni kuhamasisha wananchi. Tumeweza kupata mifuko zaidi ya 20 ya simenti kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii, lakini pia mimi mheshimiwa diwani nimeweza kuchangia mifuko 5 kwa ajili ya kusapoti maendeleo ya kutengeneza barabara yetu. Tunatamani baada ya muda barabara hii tuweze kuijenga kwa kiwango cha zege kwa nguvu za wananchi, na hayo ndio maendeleo ambayo mimi kama diwani nataka nihamasishe wananchi kwa ajili ya kuleta maendeleo katika mtaa wetu na katika kata yangu ya Ibungilo. Kwa hiyo nawapongeza sana wananchi wa mtaa huu wa Nyamanoro Kaskazini kwa kujitoa kwao. Wako waliojitoa simenti, wako waliojitoa mawe, wako waliojitoa 1000, lakini wako wengine walijitoa kama vijana nguvu kazi kwa lengo la kufanikisha ujenzi wa barabara hii. Kwa hiyo mimi kama diwani kwa kushirikiana na wananchi tunaijenga barabara hii ili kuondoa hadha na kuisaidia serikali. Na mimi niwaombe sana wananchi tushiriki kuleta maendeleo yetu sisi wenyewe. Lift na mkuta aliyekwisha kuanza safari. Tusitegemee kila jambo tu tunaiomba serikali tufanyie kwa kila kitu. Serikali inafanya kwa wakati wake, lakini pia na sisi tukianza tunaweza tukaisaidia serikali kufanya kitu kikubwa kwa sababu inafanya kwa niaba yetu. Asante. Victoria Kajuna, shina namba 15. Tuko kwenye ukarabati wa barabara yetu. Nashukuru sana wananchi ambao wametunga mkono, na tunamshukuru mheshimiwa diwani ambaye tumekuwa naye bega kwa bega toka Jumamosi iliyopita. Ametuunga mkono, tumepambana, tumepata pesa, tumepata mifuko ya sementi. Wananchi wameendelea kuchangia na wamefurahi sababu wameona hela yao inachofanya ni kazi njema. Tunashukuru sana, hasa mheshimiwa diwani tunashinda naye hapa bila kura, bila kufanya, lakini tunafanya kazi. Tumechangia tena, mimi kama balozi nimechangisha hela, mimi balozi wangu watu wa wagomei hela. Nimechangisha mno hela. Hata aka kainoka na kutengeneza sasa hivi. Haya mawe tuliweka wananchi tukaleta, baada tu nikachangisha hela, lakini hela nilizo kabisa kwenye uongozi haikufanya kazi. Kwa hiyo kama nyewe tumechangwa sana tena, watu walikuwa wanajitoa, lakini kwa sasa hivi wanaanza kugoma. Ila toka tulivyoanza juzi hapa watu wameanza kufunga, kwa nasema sasa tumeona kazi inafanyika, tuwezi kukataa kutoa hela. Kwa hiyo tunashukuru awamu hii tumepata diwani wa kutusaidia na kututia moyo. Toka asubuhi tuko hapa, tunaingia kwenye manyumba tunasanya hela, watu wamejitolea mifuko ya sementi. Kuna watu na wengine ambao wanatuona hata kama sio sehemu hii, wakatusaidia, maana hii barabara ni ya wote. Huwezi kujua utapita lini, uwe hai uwe umekufa, na uweze ukapita. Nashukuru sana, karibuni. Kwa majina anaitwa Anthony Mzungu Masanga, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Nyamanoro Kaskazini, na kwa sasa hivi nasimamia nafasi ya kaimu mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na hapa tulipo hapa pamoja na wananchi tunashughulikia swala la ujenzi wa barabara, kuleta maendeleo kwa wananchi katika mtaa. Ukiangalia serikali yetu mpaka leo hii inasisitiza maendeleo yakiwa karibu na wananchi, na hiki kitendo imebidi sasa kama wananchi tuungane pamoja kushirikiana ili kufanya hili zoezi hatimaye tumalize eneo la barabara hili na tuendelee na maendeleo mengine. Ni hilo. Ninawaagiza wananchi tushirikiane kwa pamoja, kila linapotokea jambo kama hili tuwe pamoja katika ushirikiano ili tuendeleze gurudumu la maendeleo katika mtaa wetu. Sasa kumekuwa mimi kama kiongozi kwa awamu hii nafurahi sana, na si mimi, tunafikiri hata baadhi ya wananchi wengi wameitika kwa mwitikio mkubwa baada ya kuona hata shughuli inayozungumzwa na inafanyika jinsi inavyotakikana, kuliko miaka hiyo ya nyuma ambayo wananchi wengi walikuwa wakitoa michango yao lakini haifanyiki kama jinsi ilivyokuwa inakubalika. Na hii ni kwa sababu ya kuhamasishwa na kiongozi wetu mheshimiwa diwani tuliompata, kijana mahiri anayesikika na anatakiwa kuleta maendeleo katika mtaa wake. Mimi kama mheshimiwa diwani napenda kutumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wadau. Huyu hapa anaitwa Kenny, ni mhasibu wa kanisa la AGT hapa Nyamanoro Kaskazini.
Katika ujenzi huu wa barabara yetu tumeifuata kanisa kama taasisi, waamua tutengee mifuko 6 ya simenti kwa ajili ya kuendeleza ama kufanikisha ujenzi wa barabara yetu. Ya kwa leo tuko ila. Hii inasumbua. Isi yangu bila. Wapi? Mimi sina. Sawa. Nitakwenda sasa. Sasa hii inabidi sasa waita ndio kaka yako mshambulisha anasema iko vizuri hapo huyu anajua kutokea samani unaeleza hii mheshimiwa wewe ngoja tumalize tutakwenda ndio ni mali acha bana yani sisi ni hapa ni sawa.
Sawa sasa. Yaani ngoja tunani haitasogeza mwendo huu mdogo mdogo, yani hata kama kipande kaiti leo tu kama wanne hadi leo kuna wale mao hivi wasiwasi hapa panda hivi hapa ndio kwa haya sema mchanga hivi zege ile kubwa hapa tunapigwa tunarudi hivi haya madudu yanatolewa haya watu nani hapa kundi sasa wako tunamkundi hapa tujampata ameenda kazini kingine hadi Nawa bodaboda mngelikuwa mwachache kidogo. Kama barabara. Wapi? Mimi sina. Sawa. Nitakwenda sasa. Sasa hii inabidi sasa waita. Ndio kaka yako mshambu anasema iko vizuri. Alafu huyu anajua kutokea. Zamani walieleza hii mheshimiwa. Wewe ngoja tumalize tatizo. Bado ndio ni mambo. Acha bana. Yaani hapa ni chafu. Sawa sasa. Yaani ngoja tunani haitasogeza mwendo huu mdogo mdogo, yani hata kama kipande kaiti leo tu. Lakini Chadema na CCM mko sawa? Hakuna Chadema hapa wala CCM. Hapa ni wananchi tu. Hapa ni wananchi, hamna Chadema wala CCM. Ni wawili hao. Hatutaki kusikia Chadema wala CCM. Nataka kusikia wananzengo. Tunataka ni kazi moja. Kazi. Kadi ya nini tunataka kazi? Kadi ya kazi tu. Kadi ya nini? Kadi ni umbea. Umbea. Sasa maji hapo ni nani na kufanya weka hapa hapo bongo wewe Bila hapa kitambi leo kile. Hapo leo talala vizuri. Mimi napiga kazi. Wewe mimi hapo nimwambia. Uliza mtaa. Wewe baba matafali. Ona, kweli.
Chadema nataka ICD ionekane ya kwanza. Hapo. Ah, sio hapo, sio hapo. Huku hivi. Tutaweka na kuweka. Tutafika mtendaji, tutafika. Bado cement nayo na nguvu bado zimediwa. Na bado zipo nguvu. Muona hapa ni diwani kwenye zoezi la utengenezaji wa barabara. Haya ni kiboko. Mwaye kwenye hela hapa anakuwa mstari wa mbele. Ila kuna kubeba hivi? Hajua nimechoka. Na mchanga barani. Hapa ndio fundi afanya. Ona. Mwita fundi akaja. Fundi akatoka hapo. Niambie ndugu yako Eva. Anasema unasemaje?
kuliko 10 lakini itaishia hapa. Bado tunamwendeleza sisi. Naanzia sokoni pale chini pale kama kuna mashine.